Karibu. Ndio mtazamaji wetu wa Bido Sport TV. Bado tupo mtaani kata ya Nzuguni, maeneo haya ya kanisani kwa Madeni. Na hapa tumekutana na mama mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli za kifedha pamoja na biashara ya chakula. Tupo naye hapa tuzungumze naye machache kuhusu shughuli zake, lakini tuzungumze naye kuhusu uchaguzi wa mwaka huu, ikiwa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi mkuu wa kuchagua rais wa Tanzania. Tumsikilize anasemaje. Habari yako dada? Salama. Majina yako ni nani? Naitwa Veronica Agustino Zaba. Biashara yako hii ya chakula ulianza lini? Yupo mtazamaji anayekutazama wakati huu anatamani kujua umeanza lini biashara yako? Nilianza mwaka jana mwezi wa 8. Mwaka jana mwezi wa 8. Lakini nimesikia pia unajishughulisha na shughuli za kifedha, kutoa, kuweka na yote haya. Pia ulianza lini? Kama mwezi mmoja. Miezi miwili. Shughuli zako kwa ujumla zinaendaje? Shughuli zangu kwa ujumla kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, zinaenda vizuri. Sawa. Nataka kujua wewe una familia, na kama una familia watoto wangapi? Na familia mtoto mmoja. Mtoto mmoja. Shughuli zako unazozifanya zinakidhi mahitaji? Shughuli zangu ninazozifanya kwa kweli zinakidhi mahitaji yangu. Nashukuru. Je, umeolewa? Ndio, umeolewa. Kwa hiyo shughuli zako zinakidhi mahitaji pamoja na mume. Tunasaidiana. Mnasaidia. Sawa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi ambapo tutaenda kuchagua wabunge pamoja na rais wa Tanzania. Umejiandaaje katika uchaguzi huo? Lakini kwa kwanza kabisa, wewe una kadi ya mpiga kura? Umejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura? Ndio, nimejiandikisha na kadi pia ninayo. Na umejiandaaje kwa uchaguzi wa mwaka huu? Tumejiandaa vizuri, tuko tayari kumchagua rais wetu, mbunge wetu. Mbunge wa kata hii ya Nzuguni ni mheshimiwa nani? Diwani nina. Umpati vizuri. Sawa, wewe utaenda kupiga kura? Ndio, nitaenda. Tumpe mama mitano tena au yuko mwingine unamfikiria? Tumpe mama mitano. Kwa nini tumpe mama mitano? Yupo mtazamaji anayekusikia, yeye inawezekana kwenye hili swala la kupiga kura yuko nyuma kabisa, hafikirii. Wewe kwa nini unasema tumpe mama mitano tena? Tumpe mama mitano kwa sababu tangu waingie madarakani vitu vinavyofanyika tu ni vingi, na pia vile alivyoacha rais aliyopita pia yameviendeleza kwa asilimia kubwa. Ndio maana tunasema tumpe muda mwingine tena aendeleze zaidi. Sawa. Yako mambo mengi ambayo mama amefanya. Nitajie mambo mawili ambayo wewe kwa haya mama amekukosha, na kinachokusukuma unasema tumpe mitano tena. Kumalizia reli ya mwendo kasi. Ndio. Na pia vipo vitu vingi tu kwenye mikoa mbalimbali, kuna shughuli mbalimbali za ujenzi zinaendelea, kama stendi, hospitali, mashule vipo vitu vingi sana vinaendelea. Kwa hivyo vinakufanya useme tumpe mama mitano tena. Ndio. Sawa. Wako wanawake wenzio wengi sana, wengine wako nyuma sana kwa masuala haya ya uchaguzi, kwa masuala haya tumchague nani, wako nyuma sana. Unawaambiaje? Kiukweli hilo swala la uchaguzi natakiwa walipe kipaumbele, kwa sababu kumchagua mtu kidogo ambaye atakuwa na akili ya maisha ndio itakayofanya nchi yetu inaendelea. Sawa. Lakini pia bila shaka tutaenda kuchagua na wabunge na madiwani. Wewe umejiandaaje kwa hilo? Lakini pia hata wanawake wenzio pia walioko mtaani, unaona uitikio wao uko vipi katika swala hili la uchaguzi, kuchagua wabunge na madiwani pia? Kwa upande wangu naona uitikio wao pia uko vizuri, na mimi kwa
upande wangu utiki wangu uko vizuri kwa sababu hata wanapotuambia kuwa tusogee sehemu tujiandikishe vitambulisho vya kupiga kura, kujiandikisha kwenye daftari la kudumu, watu tunaitikia kwa wakati. Sawa. Wewe unajishughulisha kwa shughuli mbili tofauti. Lakini wapo wanawake wengi ambao hawana hata shughuli moja. Hawafanyi kazi yoyote kuwaletea kipato. Unawaambia nini? Kisema kweli mimi kwa upande wangu na washauri aisee waamke. Kwa dunia sasa hivi kumtegemea mwanaume peke yake hamfiki kokote kwa sababu hali ni ngumu. Kila mtu anatakiwa akitoka kazini amerudi na hiki na mume wako ndio anarudi na hiki, mnarudi nyumbani mnakichanganya, mnafanyia kitu cha maana kidogo. Wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza. Umesema tumpe mama mitano tena. Ningependa tu kwa kumalizia kipindi chetu nyanyue mikono afu niambie mitano tena. Mitano tena. Rudie tena. Mitano tena. Kwa nani? Kwa mama. Kwa mama nani? Mama Samia. Asante sana. Okay, mtazamaji, huyo alikuwa ni mama mjasiriamali ambaye tupo kwenye banda lake. Yeye anajishughulisha na biashara mbili tofauti, anapika chakula lakini yuko anajishughulisha na shughuli za kifedha. Mimi ni Gladness Anderson wa Bido Sport TV, endelea kutufuatilia.